Majira ya usiku mida saa 8 mtoto akaamka akaanza kulia, alilia sana masaa matatu. Kuanzia saa 8 saa 11 mtoto alikuwa analia sana. Wakati huo muda usiku mtoto analia, kulikuwa kuna sauti za ndege zinalialia na pia mtoto yule alilia. Yaani kwa namna ambavyo mimi nilivyoona ilikuwa sio kilio cha mtoto kulele kawaida, ila alilia mpaka kutetemesha ulimi. Sauti za ndege zisizo za kawaida, mvua kubwa ilionyesha usiku kucha, na kilio cha mtoto mchanga wa miezi 7 kisicho na mnyamazishaji ndizo ishara zilizotangulia tukio la kushtua la mauaji ya kinyama ya mama lishe Restituta Moshiro mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa kata ya Ng'ambo mkoani Kilimanjaro. Mwili wa mwanamke huyo ulipatikana umetupwa shambani ukiwa na majeraha yanayodhaniwa aliburuzwa na kukabwa kabla ya kuuawa, hali iliyoacha maswali mengi kwa jamii. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 4 usiku wa kuamkia Aprili 17 mwaka 2026, wakati marehemu aliyekuwa akijishughulisha na biashara ya kuuza chakula kando ya barabara kuu ya Moshi Arusha, eneo la Shatuaz, akirejea nyumbani kwake. Mwili wa marehemu anayefahamika zaidi kama Mama Baraka ulikutwa ukiwa na damu puani, huku nguo yake ya ndani ikiwa imevuliwa na kutupwa pembeni ya mwili wake. Aidha, vitu alivyokuwa amebeba kwa ajili ya mtoto wake wa miezi 7 vikiwamo maziwa, unga wa lishe, simu, vocha, fedha za mauzo na mwamvuli wa kujikinga na mvua vilikutwa vimetapakaa umbali mfupi kutoka ulipolala mwili wake. Wakati familia ikijiandaa na mazishi, simulizi za usiku wa tukio hilo zinaendelea kuumiza mioyo ya wengi, hasa baada ya kubainika kuwa marehemu ameacha mtoto mchanga wa miezi 7 ambaye alilia kwa saa 3 mfululizo usiku wa tukio. Akizungumza na Mwananchi leo Jumapili Aprili 19 mwaka 2026, Dorcas Maro aliyekuwa akimlea mtoto huyo usiku wa tukio amesema kilio hicho hakikuwa cha kawaida na kilimtia hofu kubwa. Majira ya usiku mida saa 8 mtoto akaamka akaanza kulia, alilia sana masaa matatu. Kuanzia saa 8 saa 11 mtoto alikuwa analia sana. Kwa mimi nilichofanya pale nikaamka, nikapambana, nikawa nampa maji, nikapika na kauji kidogo, nikawa nampa na uji. Ndio hivyo mpaka mtoto akafanyaje, akatulia na kalala. Kwa hiyo mtoto yule alilia, na wakati huo muda usiku mtoto analia, kulikuwa kuna sauti za ndege zinalialia na pia mtoto yule alilia. Yaani kwa namna ambavyo mimi nilivyoona ilikuwa sio kilio cha mtoto kulele kawaida, ila alilia mpaka kutetemesha ulimi. Amesema siku ya tukio ilikuwa Ijumaa, ambapo walimchukua mtoto huyo aitwaye Grace kutoka kazini kwa mama yake majira saa 12 jioni na kuelekea naye nyumbani, akimsubiri mama huyo kurejea kama ilivyo desturi. Amesema hali ilianza kubadilika kuanzia saa 4 usiku baada ya mama huyo kutofika nyumbani, jambo lililomfanya mtoto kuanza kuhangaika kutokana na kukosa kunyonya. Ameongeza kuwa licha ya juhudi za kumpa uji, mtoto huyo aliendelea kuwa na mahangaiko makubwa, huku simu za mama yake zikiita bila kupokelewa. Dorcas amesema taarifa za kifo hicho zilimfikia majira saa 12:30 asubuhi kupitia kwa mama mwenye nyumba wao aliyepokea simu kutoka kwa jirani wa eneo la tukio. Ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo ni baada ya kutoka kwenye field muda wa jioni saa 12 nilienda kumchukua mtoto. Baada ya kumchukua mtoto nikaja nikakaa naye. Kafika muda wa usiku kwenye muda saa 4 hivi. Maana ndio muda ambao mama wa mtoto anarudi. Baada ya pale mama yule akawa hajafika muda ule, lakini mtoto alilia. Muda ule maana ni muda ambao ameshazoea kwamba mama kuja anamchukua anamnyonyesha. Lakini majira ya usiku pia baada ya pale tukalala. Nichukue simu nimpigie mama nimuulize, kwa sababu pia kwa una mvua iko inanyesha kubwa. Kwa mimi nilikuwa napambana na mtoto ili kusudi mtoto afanyaje, anyamaze, anaweze kufanya kulala. Kwa hiyo ndio hivyo tukapambana usiku, nikapambana na mtoto. Lakini wakati ule majira ya saa 9 baada ya kuona kama nimechoka, nikachukua simu nikampigia zaidi ya mara 2, lakini nilikuwa nimeshamwandikia ujumbe muda ule kwa saa 4. Kwa hiyo ndio ikawa nimefanya hivyo kwa ajili ya kutaka kujua imefanya mama amepitia wapi na imekuaje, mbona muda mpaka sasa hivi hajafika. Lakini baada ya pale, maana waso kawaida ya kwamba mama kuchelewa kupiga simu, kumwandikia ujumbe sasa hiyo anatrick respond. Lakini nilipopiga zile simu pia zilikuwa zinaita tu lakini hazipokelewi. Ila mimi nikajiongeza nikasema kwa sababu ya mvua ana rafiki yake anaitwa Madian, atakuwa ameenda labda kufanya kujificha kwa ajili ya mvua.
Kwa hiyo mimi sikuwa na wasiwasi kwamba atakuwa labda amefanya kitu kibaya au atakuwa labda kwenye mazingira hatarishi hapa. Kwa hiyo mimi nilichokuwa na deal sana ni kufanyaje, kumwangalia yule mtoto, kwa sababu usiku mtoto kulia sana vile inakuwa haipendezi. Maana pia anaweza kalia vile na akafanyaje, kampelekea hata kupata homa hivyo. Kwa hiyo mazingira ya mimi na mtoto yalikuwa kwa namna hiyo. Nikawa najitahidi kuhakikisha mtoto anafanyaje, anatulia, analala ili kukucha asubuhi, afu ndo nijue kinachojiri. Mama alikuwa ameenda wapi, labda pengine asubuhi mama ataweza karudi na ataniambia labda pengine alijificha mvua au alikuwa amepatwa na nini. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazingira na nayo. Kwa upande wake mtoto wa marehemu Baraka Maro mwenye umri wa miaka 18 amesema kifo cha mama yake kimemwachia maumivu makubwa pamoja na jukumu la kumlea mdogo wake. Baraka anayefanya kazi za duka na uwakala wa fedha jijini Dar es Salaam amesema alipokea taarifa hizo akiwa safarini kikazi. Mpaka nimemaliza kidato cha 4 na nilimpenda sana mpaka ninapoenda kufanya kazi Dar es Salaam, namwacha kwenye nyumba hii akiwa na dadangu. Bado nilikuwa nawasiliana naye, akiwa na shida namtumia fedha, akiwa na tatizo lolote namzingatia, pamoja na dada zangu. Ni mama simple sana, so mama mwingine. Mimi nimeingia leo asubuhi kutokea na gari jioni kutoka Dar es Salaam na ni Temeke. Mamangu mzazi mimi amenizamini hapa. Mimi ndo Baraka mwenyewe. Maana tukio hili nauma sana, nimelia kwenye gari. Nimelia sana. Ule mama amenipenda sana sana, so mimi tu mwenyewe napenda ndugu zangu wote na alikuwa bagui. Zaidi ameuliwa bila kosa lolote, wamemuua bila kosa lolote, wamemzalilisha mama wangu. Nimenuma sana sana. Ameniacha mdogo wangu mdogo mwenye. Majina naitwa Evanlight Maro. Mimi ni mtoto wa kwanza kwa familia ya William Maro. Mama Baraka huyo alipata ajali ni mama wangu mdogo, mama wangu mlezi, ambaye ametulia tangu tukiwa wadogo, wakatengana na babangu nilipofika darasa la 7. Kwa hiyo akawa anaishi maisha yake. Alipokuwa anaishi peke yake, kwa hiyo kipindi hicho alichokuwa anakaa na baba, alibahatika kupata mtoto ambaye anaitwa Baraka, tukiwa tunaishi naye. Baada ya kutengana na baba, aliondoka na Baraka akawa anaishi naye, na sisi tukawa tunaendelea na maisha yetu, kwa sababu mamangu mimi pia naye alikuja karudi nyumbani. Kwa hiyo tukawa tunaendelea na maisha yetu, lakini tulikuwa tunampenda kwa sababu sisi tuko watoto watatu ambao mama wangu alituacha tukiwa wadogo. Kwa hiyo ndo alikuwa anatulea. Yeye hata anaweza katoka tu nyumbani, anakuja kumsalimia, akiwa kazini, anaweza akawa anakaa kwake hata wiki nzima. Mpaka ikafikia mahali mama wangu akanasema, "Mbona nyinyi kama mnampenda sana huyo mama?" Maana Dani hata haelewi, anakuambia mimi lazima niende, naenda kumuona. Haya, wakati labda sikukuu tukipata chochote tunamletea, lazima naye tumletee vitu vya sikukuu. Maana mimi nilikuwa nakaa Dar es Salaam. Naomba tu atusaidie kufuatilia watu waliofanya hicho kitendo kibaya cha kumuua mama wangu bila sababu. Naomba tu atusaidie, kwa sababu tuko kwenye wakati mgumu, atuelewe kweli tunaanzia wapi. Mtoto yule ni mdogo, mtoto wa miezi 7, anaishi bila mama. Na sasa mtoto yuko chini ya uangalizi wa nani? Mshangazi. Akizungumza na Mwananchi kwa simu leo Jumapili Aprili 19, 2026, kaka wa marehemu Christian Moshiro amesema familia inatarajia kupanga ratiba ya mazishi. Amesema mwili wa marehemu utasafirishwa kwenda kijiji cha Shimbi Mashami wilayani Rombo kwa mazishi. Awali akizungumza katika eneo la tukio, mkuu wa polisi wa wilaya ya Moshi OCD Azizi Kalokola alisema jeshi la polisi tayari limeanza upelelezi wa kina kubaini mazingira yaliyosababisha kifo hicho cha kutatanisha. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.